Wapo watu wenye ndoto za kwenda kutafuta maisha katika nchi mbalimbali ili waweze kupata pengine mishahara mikubwa au ili waweze kufanya biashara. Na wengi wanafikiria nchi kuu mbili, China pamoja na Marekani, kwa sababu ndio nchi ambazo zina uchumi mkubwa duniani. Kuna wengine wanabishana, wanajiuliza kati ya China na Marekani ni ipi ndio yenye uchumi mkubwa duniani, kwa sababu wanasikia katika vyombo vya habari kuna sehemu Marekani kazidiwa, kuna sehemu Mchina kazidiwa. Kwa hiyo kuna wengine wana conclude kwamba Mchina ndio ana uchumi mkubwa na wengine wana conclude kwamba Marekani bado ndio inaendelea kuwa na uchumi namba moja duniani. Siku hii ya leo nimekuandalia hii chambuzi. Nitauchambua uchumi wa China na Marekani kwa ufupi ili kukuwezesha wewe kutambua hizi nchi, lakini sio tu kama tunapiga zogo, lakini ni kwa ajili ya faida yako wewe au ndugu yako ambaye anataka kwenda kutafuta maisha katika hizi nchi. Kwa hiyo kama anataka kwenda kufanya kazi, baada ya kumaliza kuchambua uchambuzi huu utakuwa umeelewa kwamba ni wapi ukienda kufanya kazi kati ya China na Marekani ndipo utaweza kutoboa vizuri, na ni wapi ukienda kufanya biashara kati ya China na Marekani ndipo unaweza kutoboa vizuri. Kwa hiyo kaa chini unisikilize. Tukiangalia katika swala zima la uchumi, yani GDP per capita, pato la taifa linapokusanywa kwa mwaka, Marekani ndio nchi inayoongoza kwa kukusanya pato kubwa la taifa kwa mwaka duniani. Kwa hiyo hapo kamzidi Mchina. Lakini tukiangalia katika swala zima la GDP PPP, yani purchasing power, Mchina ndo anaongoza kwa kuwa na purchasing power kubwa kumzidi Marekani. Maana yake ni kwamba China uchumi wake unawapa nguvu wananchi wake ya kufanya manunuzi makubwa sana katika nchi yao kuliko Marekani. Marekani uchumi wao hauwapi nguvu wananchi wake kufanya manunuzi makubwa katika nchi yao ya Marekani. Ndio maana tunasikia Wamarekani na wenyewe wanaenda kununua vitu China. Wamarekani wananunua vitu China kuliko wanavyonunua kwao Marekani, kwa sababu uchumi wao umeshindwa kuwapa nguvu wao wa kuweza kununua vitu vingi katika nchi yao. Kwa hiyo kwenye kipengele hicho cha purchasing power, Mchina kamzidi Marekani, na kwenye kipengele cha kukusanya pesa kwa mwaka, Marekani kamzidi Mchina. Kwa hiyo tumewaona hapo kila mtu anashindwa kumpita mwenzio katika engo yake. Marekani amejitahidi, tunamwona hadi Donald Trump anajitahidi kuambia wafanyabiashara warudishe viwanda Marekani, anajitahidi kumwekea ushuru mkubwa Mchina ili tu Wamarekani waweze kununua bidhaa zao wenyewe, lakini Wamarekani wanashindwa kununua bidhaa zao wenyewe kwa sababu uchumi wa Marekani unashindwa kumfanya mwananchi wa Marekani akaweza kununua bidhaa zao wenyewe, tofauti na uchumi wa China. Kipengele kingine ni teknolojia. Marekani anaongoza kwa makampuni ya teknolojia. Kipindi China bado maskini, Marekani tayari alishajiwekeza katika masuala ya teknolojia. Marekani wameanzisha uchumi mwaka 1776, hawajauvurunda. Mchina, serikali hii iliyoko madarakani leo imeanza juzi mwaka 1949. Kwa hiyo imemkuta Marekani tayari kajiwekeza sana kwenye makampuni ya teknolojia. Kwa hiyo kwa duniani Marekani ndio anaongoza kwa makampuni ya teknolojia. Ninaposema makampuni ya teknolojia namaanisha kama Google, Amazon, Meta ndio tunatumia mitandao yao ya kijamii. Google nafikiri watu wanatumia sana, umenielewa? Ndio maana mnaona hata sisi huko Afrika makampuni ya kiteknolojia mengi tunayatumia ya Kimarekani na sio ya Kichina, kwa sababu Marekani ndio anaongoza duniani kwa makampuni ya teknolojia bora. Lakini hapo katika teknolojia, Mchina yeye ndio anaongoza duniani kwa kuwa na miundombinu bora ya teknolojia kuliko nchi yoyote ile duniani. Hata Marekani hamkuti katika swala la miundombinu ya teknolojia. Kwa hiyo Marekani ana teknolojia, lakini unapokuja swala hiyo miundombinu sasa ya teknolojia, Mchina yeye ndo kajikita hapo, yeye ndo ana miundombinu sana ya teknolojia. Marekani kajitahidi kutaka kumpita Mchina katika miundombinu ya teknolojia, mfano ile 5G. Miundombinu ya 5G tayari Mchina kasambaza mpaka vijijini. Marekani yeye ndo bado anahaha. Amejitahidi sana kumpita Mchina katika kipengele hicho, hawezi. Na hawezi kwa sababu gani? Kwa sababu ya pesa ya Mchina. Mchina kashusha pesa yake thamani kwa makusudi. Kwa hiyo wana uwezo wa kujenga miundombinu haraka kuliko hata Marekani. Kwa hiyo kwa hapo Marekani jasho linamtoka, na kwa hapo Mchina kamzidi Marekani. Mchina naye jasho linamtoka kwa kuhakikisha na makampuni bora ya teknolojia kuzidi Marekani, lakini mpaka sasa na yeye bado anahaha. Kwa hiyo hapo wanaendelea kukabana, ila kila mtu kwenye teknolojia anaongoza kwa kipengele chake.
Kipengele kingine ambacho Mchina anaongoza sasa hivi duniani na Marekani anashindwa kumpita ni kipengele cha biashara. Mchina ndio mzalishaji mkubwa duniani na ndio nchi inayoongoza kwa kufanya biashara duniani. Kwa hiyo wanaongoza kwa kuzalisha bidhaa katika nchi yao na wanaongoza pia kwa kuziuza hizo bidhaa wanazozalisha katika nchi yao sana. Na ndio maana Donald Trump alipoingia akaanza kuzikasirikia nchi mbalimbali kwa sababu hazinunui sana bidhaa Marekani, zinanunua zaidi bidhaa China. Kwa hiyo anazikasirikia mpaka nchi za washirika wake wananunua zaidi bidhaa China, mpaka wananchi wake wao wenyewe wa Kimarekani wananunua zaidi bidhaa China. Hii inamfanya China azidi kuwa kileleni namba moja pale anapozalisha bidhaa sana na kuziuza sana, azidi kuziuza. Mmenielewa? Kwa nini Mchina anazalisha sana bidhaa nyingi sana? Kwa sababu ana watu wengi. Kwa hiyo ana watu wengi, kwa nguvu kazi anao nyingi, cha kwanza kuliko Marekani. Lakini cha pili, wale watu wake, kwa sababu Mchina kaishusha thamani pesa yake. Kwa maana hiyo, na makusudi, kafanya makusudi. Kwa maana hiyo, wale watu wake wengi anawalipa malipo kidogo na yanawatosha, kwa sababu kufanya manunuzi ndani ya China ni rahisi, kwa sababu thamani imeshushwa ya pesa. Kwa hiyo vitu vyao ni bei rahisi. Kwa hiyo ukimlipa mtu ana uwezo wa kuishi na dola 100 kwa mwezi, lakini Marekani dola 100 anaitumia kwenye kusuka nywele. Mmenielewa? Kwa hiyo Mchina anazidi kuzalisha vitu, Marekani kwenye hiyo sekta kwa sasa hivi hawezi kumpita Mchina. Labda azae sana watu na yeye awe na watu wengi sana hivi na hivi. Yaani kwenye hicho kigezo hawezi kumpita China, kwa sababu Mchina ana nguvu kazi kubwa sana ambayo inafanya kazi kwa bei rahisi. Hivi ndivyo mambo yalivyo. Tukiangalia katika swala la nani mwenye akiba ya pesa za kigeni, anayeongoza kwa kuwa na akiba kubwa ya pesa za kigeni duniani, China kampita Marekani katika hicho kipengele. Mchina anaongoza kwa kuwa na pesa kubwa, akiba kubwa ya pesa za kigeni duniani. Yaani hata dola, Mchina ana dola nyingi sana mpaka huwa anaenda anamkopesha Marekani dola. Umenielewa eh? Na Mchina ana kaziweka akiba hizo katika nchi mbalimbali, hasa Afrika, wapi, kupitia project yake ile ya Belt and Road Initiative. Umenielewa? Kwa hiyo Mchina ndo anaongoza kwa kuwa na akiba kubwa ya pesa za kigeni kuliko Marekani. Kwa hiyo mmeone kwa sasa hivi wingi wa watu wa Mchina, jinsi ambavyo analipwa pesa ndogo inamfanya Mchina azidi kumpiku Marekani katika masuala ya kibiashara. Katika nchi inayoongoza kwa kuingiza pato kubwa la maisha la pesa, Marekani. Mchina purchasing power. Umeona? Mchina anaongoza kwa kufanya biashara. Mchina anaongoza kwa kujenga miundombinu. Hivyo vitu Marekani amfikii Mchina. Sasa kwa wewe pengine unajiuliza, kwanza kabisa kitendo cha Mchina kushusha pesa yake, bidhaa zake zikawa bei rahisi. Kitendo cha bidhaa zake kuwa bei rahisi maana yake hadi bidhaa zake za ujenzi ni bei rahisi, vitu vya ujenzi. Ndio maana leo mnaona watu wanaenda China kununua vitu vya ujenzi, matiles, sijui nini, taa, sijui nini, wanafuata China kwa sababu vimekuwa bei rahisi, kwa sababu Mchina kashusha pesa yake thamani makusudi. Kutokana na vitu vya ujenzi kuwa bei rahisi, vinamfanya Mchina akaona anapata urahisi wa kujenga miundombinu haraka, na ndio maana anatukopesha miundombinu baada ya kutukopesha pesa, kwa sababu yeye kujenga miundombinu ni rahisi sana. Anao watu wengi wa kuijenga na anawalipa kidogo na wanaishi vizuri tu, lakini pia bidhaa zake za ujenzi ni bei rahisi. Wapi sasa ni sahihi kwa wewe kwenda kuishi? Kama unajijua unataka kwenda tu kufanya kazi, wewe unataka kuwa mfanyakazi maisha yako yote, nenda Marekani. Utalipwa mshahara mzuri. Pesa yao dola iko juu. Utalipwa mshahara mzuri, lakini kaa ukijua kuna kodi nyingi, utakatwa kodi nyingi, kwa hiyo itakubidi ufanye kazi sana ili uweze kupata pesa ya kuweza kukufanya basi uishi vizuri, kwa sababu ya kodi utakazobanwa. Kama wewe unataka kuja kuwa boss, mfanyabiashara, uje ujitegemee, utaki masuala ya kuajiriwa, nenda China. Ukifika China, pesa ndogo ulionayo inaweza ikageuka kuwa mtaji na ikakufanya ufanye biashara vizuri kabisa na ukafanikiwa. Ukifika China, kutanuka kiakili juu ya fursa mbalimbali ni rahisi, kwa sababu pale kuna viwanda vingi, watu wanazalisha kila aina ya bidhaa. Inakuwa ni rahisi wewe kufunguka akili, kujua ni biashara gani nzuri, ni wapi pa kuipata na nini, ukafanikiwa kirahisi. Kwa hiyo kama wewe una ndoto, unajiona wewe sio mfanyabiashara au una ndoto ya kuwa mfanyabiashara, nenda Marekani, lakini utakabwa kodi sana, itakubidi ufanye kazi muda mrefu. Kama wewe una ndoto ya kuwa mfanyabiashara, usiende Marekani, nenda China. Usijisumbue kwenda Marekani. Mchina ndo anaongoza kwa kufanya biashara duniani, nenda China ndipo utakapotoboa. Mimi ni Robin Rachel. Usisahau kusubscribe hapo chini ili uweze kupata video zetu nzuri kama hizi.